Na mtazamaji, tuende moja kwa moja aliko Crispin Tieno ili atufahamishe zaidi hali watu wameamkaje. Kuna wale ambao wanakadiria hasara yoyote, kuna majeruhi, labda pengine umeweza kupata idadi yao. Kwa ujumla tu tueleze kuhusiana na kilichojiri jana kwa mkia leo hii. Naam Rashid, ulivyosema hapa nipo katika mji wa Kisii, katika barabara kuu ya Kisii kuelekea Kisumu, ambapo barabara hii ikiwa ni mojawapo ya barabara ambazo ziliathirika hapo jana kufuatia maandamano ambayo yalishuhudiwa katika mji wa Kisii. Japo kwa sasa tunaona wafanyabiashara wameanzisha shughuli zao za kawaida katika mji wa Kisii. Unavyotazama upande huu wangu mwingine, eneo hili hakuwa na duka lolote ambalo lilikuwa limefunguliwa. Na kwa sasa tunaona kwamba hii leo katika mji wa Kisii ama katika barabara hii tunaona shughuli zimerejea kawaida, na vile vile katika upande wangu utaona magari ya kusafiri na magari ya kibinafsi yakifanya shughuli zao za kawaida. Lakini tumekuwa hapo jana kulikuwa na makabiliano baina ya wakazi ama vijana ambao walikuwa wanaandamana kusimama na wenzao ambao waliangamia mwaka jana. Na katika purukushani hiyo vile vile tuliona jinsi ambavyo OCS wa Kisii Central Police alikuwa miongoni mwa wale ambao walijeruhiwa katika patashika hiyo. Lakini hapa nataka kuzungumza na mmoja wa wafanyabiashara katika mji huu wa Kisii. Tuambie, unaitwa nani? Alafu wewe jana uliathirika kivipi kufuatia maandamano ambayo yalikuwa hapa? Anza tuna jina. Majina ni Edna Kwamboka. Kwa upande wa biashara nayo Kisii tuliweza kufunga maduka mingi. Hatungeweza kufungua, biashara iliharibika. So hatu kufanya lolote jana. Kisii mzima ilikuwa imeharibika, imesimama kabisa. Alafu labda kwa hasara ambayo labda ulikuwa umepata, kwa kila siku unatengeneza pesa ngapi, lakini jana hasara hapo jana ilikuwa thiri kivipi? Kweli biashara yetu iliharibika. Mauzo ya siku hatungeweza kuyafikia. Hatu kupata lolote. Asante sana. Naam Rashid, nataka tukuonyesha taswira jinsi hali ilivyo. Asante. Jinsi hali ilivyo katika mji huu wa Kisii. Katika upande huu pia ni barabara inayounganisha steni kuu ama eneo la Capital. Unavyotazama hapa ni shughuli za wafanyabiashara zinaendelea kawaida katika eneo hili, kinyume na jinsi hali ilivyokuwa hapo jana. Rashid, hawa wakiwa ni wafanyabiashara ambao wako katika mji huu ambao hawakuweza kushughulika hapo jana kufuatia jinsi hali ilivyokuwa hapa jana. Unavyotazama hapa kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wamefika hapa. Sijui nitakuwa nikizungumza na mmoja wao hapo, atuelezee tu katika mji wa Kisii hapo jana hali ilikuwa namna gani. Hebu tuambie, unaweza zungumza tuko moja kwa moja katika runinga ya Citizen. Jana maandamano kulishuhudiwa hapa Kisii. Hali ikoje leo? Ilikuwa mbaya sana. Tuambie uliathirika kivipi? Hapana, sisi hatukuathirika kwa vile tuliona tu tukapa mapema tukakimbia. Jana mliweza kufungua biashara? Hakuwa na kupinga kasi yote hapa. Ulivyosikia ni mmoja wa wale ambao waliathirika katika shughuli hii nzima. Upande huu wa kushoto tunaona pia kuna wale ambao wanafanya shughuli zao za kawaida. Sijui kama nitazungumza na wengine hapa, watuambie ilikuwa vipi hapo jana na hii leo. Hebu tuambie, tuko moja kwa moja katika runinga ya Citizen. Wewe hali kwenu ilikuwa vipi? Mlifungua biashara hapo jana? Jana kusema ukweli, jana biashara yetu iliweza kutatizika sana na kulingana na maandamano ambayo ilikuwa hapa Kisii. Haikuwa peaceful demonstration, kulikuwa na goons pia wenye walikuwa wanataka kuloot. Hata sisi ukiangalia duka yetu jana walijaribu kubomoa, CCTV pale hakuna. Na hapa mwenzetu hapa jirani pia walijaribu kubomoa kamuibia. But tunasema kama tunafanya maandamano, tufanye maandamano ya amani. Na tunaambia Mheshimiwa Rais ajaribu sana kuongea na vijana, at least tukue na ile umoja na utengano. Tusikuwe na utengano ambao kila mtu ana separate, anakuwa in a different position, huyu anaongea. Tafadhali tukue na umoja na tukue na ndugu wa kupendana, but in one term. Asante sana. Rashid ni baadhi ya wafanyabiashara hapa. Anataka tu kuzungumza na wengine katika barabara hii kuu
waweze kutuelezea tu wao waliathirika kivipi. Tukielekea katika mzunguko wa Capital katikati mwa mji wa Kisii, Rashid, unaona kuna baadhi ya maduka ambayo mpaka sasa tunaona yakiwa yamesalia kufungwa. Eneo tulipo hapa ni eneo la duka moja ya jumla, ambapo shughuli ya leo tunaona eneo hili bado limefungwa. Tunaona kuna huyo mlinzi wa duka hili la jumla ambaye amesalia hapo kusimama. Inaonyesha kwamba hawajarejea shughuli za kawaida siku ya leo, hali ambayo inatatiza hata wale ambao ni waendeshaji pikipiki. Naona kuna mmoja hapa, sijui kama nitazungumza na, wacha nizungumze huyu hapa. Tuambie unaitwa nani? Kuja. Alafu jana mliathirika kivipi katika shughuli ama wakati maandamano yalikuwa yakifanyika Kisii? Jana kulikuwa vibaya. Kulikuwa vibaya, vitu iliharibika, hata shilingi waliharibu wakachukua mali. Hiyo ndio shida tulipita naye. Na kibiashara uliathirika kivipi kama mwendeshaji pikipiki eneo hili? Sikutengeneza kitu jana. Nilienda tu nyumbani mkono mtupu. Asante. Uliathirika kivipi wewe kutokana na maandamano ya jana? Sikuwa huku town, lakini mali nilikuwa kazi, niliona maisha mingi huku. Nilikuwa ushago siku kuja kufanya biashara. Asante sana. Wewe unaitwa nani? I'm Geoffrey Oginga Nyagaka. Jana hata mimi nimeathirika kidogo kiasi. So I'm a driver, I'm a transit driver. Jana kulikuwa na msukosuko, mawe ilikuwa imechazwa kwa barabara, mataili nini. So hata mimi nilichukua muda sana kutoka hata hiyo Mwembe moja hadi daraja 2. Nilichukua kama saa moja sababu ya hii maandamano. Na kitu naweza ambia wenzangu, emergency, hata kama ni maandamano tufanye kwa amani. Hiyo ndio naweza sema. Asante sana. Thank you very much. Shukrani sana. Rashid, nataka tu kukupeleka katika eneo ambalo lilikuwa kama kitovu cha maandamano katika mji wa Kisii, eneo ambalo linajulikana kama Capital. Eneo hili kuna yeyote ambaye alikuwa anaweza kufika hapa kufuatia jinsi hali ilivyo. Mpiga picha wangu kama anavyoonyesha jinsi ambavyo kuna baadhi ambao wamefika na mizigo yao. Hapa ndivyo hali ilivyo, wakiendelea kufungua biashara zao. Wengine wangali na wasiwasi wasijue hali itakuwa vipi, lakini jinsi ambavyo tumekuambia Rashid, hali iko sawa katika mji wa Kisii. Na hapa tunafika katika eneo la Capital, ambapo ndicho kitovu cha jinsi hali ilivyokuwa hapo jana. Unavyotazama hapa, shughuli ni kawaida asubuhi hii ya leo Rashid. Hapa ndipo makabiliano makali tuliyashuhudia baina ya wale ambao ni waandamanaji katika mji wa Kisii. Hali inaonyesha kwamba shughuli zimerejea kawaida, lakini nataka kuzungumza na huyu bwana bodaboda hapa pia atuelezee tu kufuatia maandamano ya hapo jana. Je, uliathirika kivipi kutokana na shughuli yako ya kawaida? Mimi nasema maandamano ya jana iliathiri biashara sana. Kazi iliathirika kuanzia saa 2 asubuhi. Kama mimi utarajia kulipa hii machama, sasa sikuweza kulipa saa ya jana. Mimi nasema maandamano si mazuri, so naomba wana Kenya tutulie. Time itafika tu. Asante sana. Asante. Kuna pia mwingine hapa karibu katika runinga ya Citizen. Tuambie wewe kama mkazi wa Kisii unazungumziaje jinsi ambavyo hali ilivyokuwa katikati mwa mji huu wakati tulikuwa tunashuhudia maandamano ya Gen Z? Asante. Kwa majina naitwa Bob Kiboma. Mimi ni mkazi wa Kisii na nimezaliwa Kisii hapa. Maandamano jana ilifanyika na ilikuwa haikuwa na shida sana. Kitu ilikuwa naomba wakati wanafanya maandamano ya amani inakuanga sawa. Mambo ya kukimbia watu nayo haikuangi mzuri kwa kubora vitu za watu. Sasa naomba wakati mwingine maandamano ikifanyika, sababu katiba inaruhusu watu wafanye nini? Wafanye maandamano. Naomba tu ikifanyika wakati mwingine ifanyike kwa amani na watu wasipore vitu za watu. Asante sana. Na Rashid, ndio taswira kamili katika
mji huu wa Kisii. Tumekuwa tukizungumza na wafanyabiashara mbalimbali ambao hapo jana wakuwa na shughuli zao za kibiashara, lakini leo angalau tunaona hali imerejea kawaida katikati mwa mji wa Kisii. Tutakuwa tukizunguka hata kuzungumza na maafisa wakuu wa usalama watuelezee tu kutokana na shughuli hiyo ama maandamano ya jana, ni wangapi ambao walipelekwa katika hospitali mbalimbali, wangapi ambao wangali huko katika hospitali, na vile vile tutakuwa tukizungumza na Wakenya na wafanyabiashara hata zaidi, ili waweze kutuelezea tu jinsi ambavyo waliathirika kutokana na maandamano hayo ya Gen Z ambayo yalikuwa yanafanyika katika maeneo mbalimbali tu kote nchini. Kwa hivyo tutakuwa tukipata mapumziko mafupi, kisha tutakuwa tukirejea na mengi zaidi.